Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 30 ya mwezi Novemba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya mtakatifu Andrea Mtume. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Andrea alizaliwa Bethsaida, Galilaya, Israeli. Andrea alikuwa kaka yake Simoni Petro, na wote wawili walikuwa wavuvi kule Kapernaum, katika pwani ya ziwa Galilaya. Awali alikuwa mfuasi wa Yohane Mbatizaji mpaka siku ile Yohane alipomuonesha Masiha. Andrea alitafuta nafasi ya kuonana na Yesu. Yesu aliwauliza, "Mnatafuta nini?" Andrea na Yohane Mtume wakamjibu, "Mwalimu, unakaa wapi?" Hapo Yesu akawaambia, "Njooni nanyi mtaona." Na hao wanafunzi wakamfuata Yesu na kuona mahali alipokaa na kushinda kwake siku ile. Andrea alirudi nyumbani mara moja. Alimwambia Simoni Petro kuwa amemwona Masiha, na akamleta Petro kwa Yesu, na wote wawili Yesu akawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kimsingi Andrea ndiye mfuasi wa kwanza wa Yesu. Katika orodha ya mitume, Andrea anatajwa wa pili, hivyo ana mamlaka kati ya mitume. Hii inaonesha wakati Wagiriki fulani walipomwomba Filipo wapate kuongea na Yesu. Filipo alimwambia Andrea, na Andrea akamwambia Yesu. Ilikuwa Andrea na Petro, Yakobo na Yohane walimuomba kujua ishara ya mwisho wa dunia, na Yesu akatoa mafundisho kuhusu hukumu ya mwisho. Hatusomi habari zaidi juu ya Andrea katika Injili, isipokuwa wakati Yesu alipowapa chakula watu 5,000 na kumuuliza Filipo, "Tununue wapi mikate ili watu hawa wapate kula?" Hapo Andrea alimleta mtoto kwa Yesu na kumwambia, "Yupo hapa mtoto mmoja aliye na mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi vyatosha nini kwa watu wengi kama hawa?" Baada ya ufufuko, Andrea alikwenda kuhubiri Injili Uturuki na Skafia. Alimteua Mtakatifu Stachys kuwa askofu wa kwanza wa Konstantinopoli. Baadaye alikwenda kuhubiri Makedonia na Ugiriki. Andrea aliuawa wakati wa madhulumu ya Kaisari Nero wa Roma kule Patras tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 60. Andrea alifungwa msalabani na msalaba ukawekwa kama herufi ya X. Walifanya hivi ili ateseke muda mrefu. Andrea aliendelea kuwahubiri watu akiwa amefungwa msalabani kwa siku 2 kabla ya kufa. Mwili wake ulitekwa Konstantinopoli na kuzikwa katika kanisa la mitume karibu na makaburi ya Mtakatifu Timotheo na Mtakatifu Luka. Wakati wa vita vya msalaba, masalia yake yalihamishiwa Amalfi kusini mwa Italia, mahali ambapo watu wengi wanakwenda kusali kwa maombezi yake. Mtakatifu Andrea ni mtakatifu mlinzi wa Urusi na Scotland, na pia ni msimamizi wa wavuvi. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Andrea Mtume.
Tuungane na Mtakatifu Yohane Maria Vianney katika tafakari yake inayosema, kama tungekuwa na hekima, tungeupenda msalaba kama Mtakatifu Andrea aliyesema alipoona msalaba ukiandaliwa kwa ajili yake, Salamu msalaba mtakatifu, msalaba wa ajabu, msalaba mtamaniwa, nipokee mikononi mwako, nitoe mikononi mwa watu, na nirudishe kwa Bwana wangu aliyeniokoa kwa njia yako. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya mtakatifu mwingine ambaye ni Mtakatifu Gerarda. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana, nitakutukuza kwa maana wewe umeniinua, wanaokuwafurahisha adui zangu, kuwafurahisha adui zangu. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.